Barua ya Yuda. Barua hii inatoka kwangu mimi Yuda, mtumishi wa Yesu Kristo na ndugu wa Yakobo. Ninawaandikia ninyi mulioitwa na Mungu Baba na munaoishi katika upendo wake na kulindwa kwa ajili ya Yesu Kristo. Ninawatakia huruma, amani na upendo kwa wingi. Wapendwa wangu, wakati nilipokuwa nikifanya bidii sana ya kuwaandikia juu ya wokovu tunaoshiriki wote pamoja, nikaona sherti niwaandikie na kuwaonya mupate kutetea imani ile Mungu aliyotoa mara moja tu kwa watu wake. Maana kuna watu wasiomheshimu Mungu waliojiingiza kwa siri kati yetu. Watu hawa wanapotosha ujumbe wa neema ya Mungu wetu kusudi wapate kufanya uasherati na kumukana Yesu Kristo anayekuwa peke yake kiongozi na Bwana wetu. Tangia zamani maandiko matakatifu yamejulisha hukumu ile itakayowapata watu hawa. Ijapokuwa mumekwisha kujua kabisa mambo haya yote, ninataka kuwakumbusha namna Bwana alivyowaokoa Waisraeli kutoka katika nchi ya Misri, lakini kisha akawaangamiza wale waliokataa kuamini. Mukumbuke vile vile wamalaika wale waliokosa kulinda vema cheo chao, lakini wakaacha makao yao. Mungu akawaweka katika nafasi ya giza, wakifungwa minyororo ya milele kwa kungojea siku ile ya hukumu. Mukumbuke vile vile watu wa Sodoma na Gomora na wa miji iliyokuwa kando kando, wanaokuwa sawasawa na wamalaika hawa. Walifanya uasherati na mambo ya kimwili yasiyokuwa ya kawaida ya asili. Watu hawa wanapokea hukumu ya moto wa milele kuwa mfano wazi kwa watu wote. Hata hivi watu hawa vile vile wanafanana nao. Maono yao yanawasukuma kuchafua mili yao na kudharau mamlaka ya Mungu na kutukana viumbe vitukufu vya mbinguni. Hata Mikaeli, malaika mkubwa, aliposhindana na kubishana na Shetani juu ya maiti ya Musa, hakusubutu kumhukumu kwa matusi, lakini alisema, Bwana mwenyewe akukaripie. Lakini watu hawa wanasema vibaya juu ya mambo wasioyafahamu, na mambo wanayoyajua kwa tabia yao kama nyama wasiokuwa na akili, ndiyo yale yanayowaangamiza. Ole kwao, maana wamefuata njia ya Kaina. Kwa ajili ya kupata mali, wameanguka katika kosa Balama alilofanya. Wameangamia kwa sababu wameasi kama vile Kora alivyoasi. Kufika kwao kunaleta machafuko katika karamu zenu za upendo. Wanakula na kushiba pamoja nanyi pasipo haya yoyote. Wao ni kama mawingu yanayopeperushwa na upepo pasipo kuleta mvua. Wao ni kama miti isiyozaa matunda, hata wakati wa mavuno ni miti iliyoongolewa na kufa kabisa. Wanafanana na zoruba kubwa ya bahari, na matendo yao ya haya yanaonekana kama pofu ya zoruba. Wanafanana vile vile na nyota zinazotangatanga. Mungu amekwisha kuwawekea nafasi katika giza kubwa kwa milele. Ni Enoki, mtu wa kizazi cha 7 tangu Adamu, ndiye aliyetabiri zamani juu yao akisema, Musikilize, Bwana atakuja pamoja na maelfu ya wamalaika zake watakatifu. Atakuja kuwahukumu wote na kuwaadhibu watu wabaya wasiomwogopa Mungu, kwa ajili ya matendo yao yote mabaya waliyotenda, na kwa ajili ya maneno yote mabaya wenye dhambi hawa waliyosema juu yake. Watu hawa wanaendelea kunungunika na kuteta wengine. Wanaishi kufatana na tamaa zao mbaya. Wanasema maneno ya majivuno na kujipendekeza kwa watu kusudi wapate faida toka kwao. Lakini ninyi wapendwa wangu, mukumbuke maneno yaliyosemwa zamani na mitume wa Bwana wetu Yesu Kristo. Wao waliwaambia katika siku za mwisho kutakuja watu watakaowachekelea, wakiishi kwa kufuata tamaa zao mbaya. Watu hawa ndio wanaoleta matengano, wanatawaliwa na tabia za kimwili, nao hawana roho wa Mungu.
Lakini ninyi wapendwa wangu, muendelee kusimama imara katika imani yenu inayokuwa takatifu sana, mukiomba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mudumu katika upendo wa Mungu, mukimungojea Bwana wetu Yesu Kristo, atakayewapa ninyi uzima wa milele kwa huruma yake. Mukuwe na moyo wa huruma kwa wale wanaokuwa na mashaka. Muwaokoe, mukiwaopoa toka katika moto. Muwasikilie vile wengine huruma, lakini kwa woga, mukichukia hata nguo zao zilizochafuliwa na tamaa zao mbaya. Basi yeye anayeweza kuwalinda kusudi musianguke na kuwasimamisha ninyi mbele ya utukufu wake pasipo kilema na kwa furaha kubwa, yeye anayekuwa Mungu pekee yake, Mwokozi wetu, asifiwe na kuwa na ukubwa, uwezo na mamlaka kwa njia ya Yesu Kristo Bwana wetu, tangia zamani za kale, sasa na hata milele. Amina.